Ukiangalia hali hii, unaweza kudhani haya ni aina ya magofu ya kale yaliyotelekezwa enzi hizo, ambamo ndani yake kumekuwa na makazi ya popo, buibui, ndege na njiwa manga. Ni majira ya saa 6 mchana, jua la utosi, ambapo katika maeneo mengine pilika za kawaida zingeweza kuangaza na hata kulifanya eneo hili lifanane na maeneo mengi yaliyo mfano wa eneo hili. Mtazamaji wa Mbeya Yetu Online TV, unaweza kujiuliza hapa ni wapi? Jibu lake ni rahisi tu. Hili ni soko jipya la Mwanjelwa ambalo kwa nje linaonekana katika mtazamo huu unaovutia. Ni uwekezaji mkubwa wa mabilioni ya shilingi, ambapo kwa sasa inaelezwa deni la uwekezaji huu linafikia takriban shilingi bilioni 40 ambazo halmashauri ya jiji la Mbeya inapaswa kumlipa benki ya CRDB aliyelikopesha jiji la Mbeya kujenga soko hili. Pembezoni mwa soko hili kwa nje kumezungukwa na wafanyabiashara ndogo wauzao nyanya, matunda, mboga na bidhaa nyingine mbalimbali za vyakula. Lakini ukiingia ndani ya soko hili, eneo lilopaswa kuwa na bidhaa aina hiyo, meza ama vizimba vikiwa vitupu, huku wafanyabiashara mmoja wakionekana kubangaiza ili kujipatia chochote, huku wakikabiliwa na deni la pango la shilingi 15,000 kulipa kila ifikapo mwisho wa mwezi. Hawa ni baadhi ya wafanyabiashara ndani ya soko. Kopo, na pia hatufaidiki na biashara, na tatu hatufaidiki na hili soko kwa sababu ni maumivu. Tunadaiwa kodi ambayo tunalipia kila kizimba shilingi 15,000 kwa mwezi. Sasa utakuta kufika mwisho wa mwezi hata hiyo 15,000 haifiki. Wote huko mko kuna watu kwa nuza nguo, kuna studio za picha, kuna nini na nini. Kwa siku zilizozidi kwenda watu wanafunga. Na sisi tukaanza kuasilika. Kama mimi najumua machungwa, najumua na matikiti. Na kana vitu wiki mbili, sio vitu tena. Vitu tunavyouza vya kuoza. Wengine wanauza mboga, unauza mboga inakaa inaoza. Ndio tukao tumeenda kule kulia sisi, ilifika sisi tukachoka. Tukasema tukombe mkuu wa mkoa tuuziage hata pembezoni mwa hili soko. Ndoto yangu inazidi kuzimika kadri siku zinavyokwenda. Kwa nini nasema ndoto zinazimika kadri siku zinavyokwenda? Ni kwa sababu baada ya soko kustawi inazidi kudumaa. Inadumaa katika misingi gani? Tunashindwa kuelewa uongozi wa jiji unaosimamia masoko una mpango gani na sisi. Lakini ombi langu kuu, ninaendelea kuwa mvumilivu ndani ya hili soko. Nadhani iko siku ndoto itatimia. Kwa sababu mimi ni mwanga wa kwanza ambaye nilianza kulipa gharama ya shilingi nilikuwa nalipa shilingi 90,000 kwa mwezi. Lakini nimefikia hatua paka nimefilisika sasa hivi, na moja hapo dokumenti ni hizi hapa nilizo nazo ambazo nilikuwa nalipia shilingi 90,000 kwa mwezi, mpaka ikaja kufikia hatua halmashauri ikapunguza na tukaanza kulipa shilingi 15,000 kwa mwezi. Sasa ombi langu mimi kwa jiji ni kwamba jiji wangewasamehe hawa watu walioko ndani ya soko. Sawa, wangewasamehe angalau hivi vizimba, angalau watoe ofa ili watu wazidi kufanyaje, kujaa humu ndani ya soko. Kwa sababu hivi leo wakaanza kuwakamua, ndugu mwandishi, hata ukiangalia hili soko meza nyingi ziko wazi. Na hawa ni baadhi ya wafanyabiashara waliopo nje ya soko. Soko ni sawa, wametujengea zuri, lakini hamna biashara, wateja hawafiki humo ndani. Sisi hatujaamua kuwafuata nje, ilitakiwa tuwe nje kabisa, lakini ndio wamesema angalau tupange pembezoni mwa soko. Biashara ngumu, tunashindwa kufanya biashara. Soko ni zuri sana, tunashindwa kufanya biashara ndani, ngumu, biashara ngumu sana. Ndio maana tumepanga hapo nje. Humo ndani biashara ni mbaya, tunakatika mitaji, ndio maana tumeamua kutoka nje. Napo nje wanatusumbua. Tunashukuru kwa mwezi mmoja ndio tumetulia. Tunamwomba mkuu wa wilaya tusaidie, tubaki hapa tusiingie ndani. Mtu hawezi mteja akatoka kapanda kule juu hapo unamwambia lipie 100,000 au alipie 150,000 kwa ajili ya kodi, hapo watu wateja kule nyewe kujua hawaendi. Kwa hiyo sidhani kama watu watapanda kwenda kule juu kufanya biashara. Kwa ndio maana tunangangana hapa chini, tunasukuzana hivyo na serikali, lakini tunangangana hivyo. Kampuni ya Prolat Consult Limited ndio wakala wa upangishaji ndani ya soko hili, ambao wako chini ya benki ya CRDB wanaosimamia ukusanyaji wa mapato katika soko hili kwa niaba ya halmashauri ya jiji la Mbeya. Kwa upande wa vizimba, jumla ya vizimba viko 456, lakini mpaka sasa hivi vilivyochukuliwa ni 179. Ground floor tuna vyumba 137 ambavyo vyote vimechukuliwa. Kwa meza 9 tuna vyumba 120, vilivyochukuliwa viko 78, vilivyobaki viko 42. Kwa first floor tuna vyumba 102, vilivyochukuliwa ni 85, ambao viko vacant ni 17.
Second floor tuna jumla ya maduka 88, vilivyochukuliwa ni 12, vilivyobaki 76. Open space ziko 78, zilizochukuliwa ni 49, ambazo ziko vacant ni 29. Vibanda vya machinga viko 343, vyote vimechukuliwa, hatuna vacant. Tuna pharmacy 2, left wing na right wing. Right wing ina operate, lakini left wing bado hajaanza kujenga kwa sababu ni open space. Pia tuna mabenki, sehemu za mabenki 2, zote zimechukuliwa, kuna CRDB na TPB benki. Kodi zetu ambazo zimesetiwa na jiji na CRDB, vizimba wanalipa 15,000 kwa mwezi, na mode of payment wanalipa kwa mwezi, yani ni monthly, kila mwezi wanakuwa nalipa. Kwa ground floor kodi zetu kwa rooms ni 200,000. Mode of payment wanalipa kwa miezi 3. Kwa meza 9 hapa floors zote chumba ni 50,000. Wana mode of payment wanalipa miezi 3. Mabenki wanalipa, tunawalipisha kwa square meter. Kwa unakuta wale wanauza kushinda wa ndani. Nani yale waruhusu kutoka nje? Sisi tulipofika hapa tulichukua gari ya matangazo. Hatukutaka kuwakurupusha. Tuliwapa siku 30 kwamba ndani ya siku 30 tarehe fulani itakapofika wamama wote hawataki kuwa nje. Kama una kizimba rudi ndani. Kama huna njoo kwenye ofisi ya manager wa soko, atajua atakufanyaje. Kuna vizimba vipo watafanyaje? Watagaiwa, lakini utaki kubaki nje. Kweli gari ya matangazo ikapita, na sisi hapa tunatumia Suma JKT ndio walinzi wetu. Tuliwapa hiyo oda kwamba tarehe fulani ikifika ndo wa mwisho hawa mama kutandika wapi? Nje. Watu wanatakiwa waingie wapi? Waingie ndani. Kumbuka tulikusanya hela nyingi sana ya vizimba kwenye huo mwezi. Wakawa nalipia, lakini kumbe wanalao kwamba wana sehemu ya kwenda kufanyaje? Kulalamikia. Kwamba wanaenda kulalamika kwamba tumetolewa, tumefukuzwa, sijui nini. Wakawa kama siku 2 hawapo. Sisi tumekaa tumeitwa kama management kwamba tumefukuza watu sehemu zao za nini za kazi. Tuliitwa kwenye malalamiko ambao yanafanyikaga ukumbi wa Mkapa. Wale mama wakalalamika kwamba wanalalamika mbele ya mkuu wa mkoa kwamba wametolewa sehemu ya biashara. Sasa hatukupata ile nani ya kusisi kusikilizwa kwamba wako sehemu gani. Kwa moja kwa moja tu wakaruhusiwa kwamba rudini sehemu yenu ya nini? Ya biashara. Kweli wakarudi wale wamama na vigelegele na shango, kweli wakaendelea kufanyaje? Kuweka pale. Nini kauli ya serikali juu ya soko hili? Huyu hapa mkuu wa mkoa wa Mbeya Amos Makala. Na hawa mara kwa mara wamekuwa mara wanaambiwa leo wataondoka, mara itakuwa nini? Nilishasema kaeni hapa. Kaeni hapa, mjitambue, ila wale wakorofi wasiotaka kufuata taratibu watatoka. Lakini nyie ambao mko katika utaratibu mzuri niliwaweka hapa, kaeni. Mpaka leo mko hapa. Wa kuwatoa mwingine hayupo, mimi ndio mkuu wa mkoa. Mimi ndio naijua niliwatoa wapi, nimewaweka hapa. Mimi si kauli ya sema leo ondokeni, lakini muondoke kwa sababu gani? Kwa hiyo endeleeni, fanyeni kazi, hakisheni mnaendelea kulinda mazingira, usafi. Rashid Mkwinda, Mbeya Yetu Online TV. Jeko Auto Spare ni wauzaji wa vifaa vya magari aina ya Mitsubishi, Fuso, Toyota, Nissan na Isuzu. Tunapatikana Soweto, Mbeya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0754 36 34 61 au 0757 74 51 12. Jeko Auto Spare, tunalipenda gari lako.